Shule yetu ya amali ni mkondo wa amali ambao unachukua masomo ya ufundi wa magari. Tuna masomo ya motor vehicle mechanics na outboard repair mechanics. Lakini pia wanafunzi hao wanajifunza masomo mengine ambayo sio ya kiufundi, ambao watapata mitihani na vyeti kutoka Baraza la Mitihani la Tanzania, ukiacha vile vitakavyopewa na NACTVET. Masomo yanayofundishwa hapa, tuna masomo ya msingi, tuna somo la hisabati, mathematics, tuna English language, tuna life skills, tuna business studies, tuna computer application, lakini pia tuna somo la engineering science, kwa sababu wanafunzi wanasoma masomo ya sayansi na wanajifunza kwa ajili ya ufundi, kwa hiyo tuna somo la engineer science. Na kimsingi wanapokuwa wanasoma hapa, tuna masomo mawili ya msingi sana ambayo ndio ya ufundi, ambao mwanafunzi anatakiwa kuchagua somo moja tu. Somo hilo ni kati ya motor vehicle mechanics, kwa mwanafunzi anaweza akabobea upande huo au mwingine akabobea upande wa outboard repair mechanics. Tunaishukuru serikali kwa sababu tumeshapata karakana za magari hayo zipo na vifaa vinaendelea kuja na wanafunzi wako tayari shuleni wanaendelea kujifunza. Tuishukuru serikali sana, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mambo mengi yamefanya. Serikali imeweka hapa kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 600. Kwa ujumla tuna wanafunzi mpaka leo tuna wanafunzi 78 kati ya wanafunzi 79 waliokuwa wamepangwa hapa. Kwa hiyo wanafunzi tuna mwitikio wa 99% kwa idadi ya wanafunzi ambao walikuwa wamepangwa hapo. Kwa hiyo tuishukuru serikali, inawezekana azima hii ya kuanzisha mkakati huu wa shule za amali umekuwa na mwitikio chanya kwa wananchi. Inawezekana ulisubiriwa kwa muda mrefu na pengine sasa wazazi wameona ni sehemu mwafaka ya kuweza kuwafikisha watoto wao waweze kujifunza mahali hapo. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wanafunzi wetu pia waendelee kupenda kazi ujifunzaji huu, kwa sababu pia wanaweza wakajiajiri. Ukiacha kupata vyeti wanaweza wakatoka hapo wakaenda wakajiajiri na pengine wakapata masomo mengine ya vyuo vya kati na vyuo vya juu. Itakuwa rahisi pia kwao kuendesha maisha yao na familia zao. Naomba niwaambie wazazi wa wanafunzi ambao wanasoma shule za amali kwa niaba ya shule za amali zingine Tanzania na ya kwetu ikiwepo, tuwaambie kwa kweli mpango wa shule za amali na serikali iliyoanzisha ni kitu kizuri na tutaona matunda yake baada ya muda si mrefu. Na watapata mrejesho kadri watoto wanaporejea nyumbani, wataendelea kuwa wanapa mrejesho wa kinachoendelea huko shuleni. Tunaomba tuwashukuru sana, tuhamasishe pia waendelee kuhamasisha watoto, waendelee kuitikia kujiunga na shule hizi za amali. Najisikia furaha kuwa kwenye hii shule. Nafurahia kwa sababu nilitamani na mimi kuwa fundi. Nilikuwa natamani watu walivyokuwa wanafanya ufundi umeme, magari, nilikuwa natamani. Na malengo yangu mimi ni kuwa mwanajeshi wa anga, na kwenye haya masomo ya ufundi yatanisaidia mimi baadaye, kwa mfano kutengeneza rocket za anga, ndege. Na mimi natamani nikisoma vizuri nije kuwasaidia Watanzania. Malengo yangu nilikuwa nataka niwe engineer wa magari, kutengeneza magari. Na napenda kuwashauri wadogo zangu wa mashuleni kwamba tusome kwa bidii, kila kitu na mipango yake. Naambia serikali tunasema asante sana, wametupambania mpaka sasa hivi tumefika na tunaamini hatutawaangusha. Najivunia kufika shule ya amali kwa sababu ndoto yangu ilikuwa ni kuwa engineer wa majengo. Na sasa taifa letu linahitaji kuwa na miundombinu bora, mfano majengo ya kiserikali, natakiwa kuwa wajenzi wa mashule ambayo shule kama shule hivi inaweza kutengenezea watu, yani inakuwa ni msaada mkubwa kwa watu. Hapa shule najivunia kusoma masomo ya amali kwa sababu yananisaidia kwenye kutengeneza magari, kujua gari linahitaji nini na kuzidesign. Pia naishukuru serikali kwa kutengenezea shule hii kubwa nzuri ya amali. Shauri wadogo zangu na kaka zangu tusome kwa bidii, kwa sababu tukisoma kwa bidii sisi ndio wajenzi wa taifa hili. Naishukuru serikali kunipangia shule hii nzuri ya amali, na malengo yangu pia ilikuwa ni kuwa injinia wa magari. Naishukuru serikali, nashukuru hata rais, namshukuru hata makamu wa rais na waziri mkuu. Tunawashukuru kwa kutuletea shule yetu nzuri ya amali, na naendelea kuhamasisha wenzangu kwamba tuweze kusoma. Kubainisha vipaji na kuviendeleza, kusimamia uendelezaji wa mafunzo katika vyuo na maendeleo ya wananchi, kusimamia huduma za machapisho ya elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu. Tunashukuru sana serikali kwa kutujengea shule hizi za amali, tunajivunia sana.
Elimu ya amali oye! Elimu ya amali ni mpango mzima. Elimu amali mpango mzima. Elimu amali ni mpango mzima. Elimu ya amali mpango mzima. Mimi naona furaha sana kwa Mama Samia kutuletea hii shule hapa Masekini, kwa sababu vijana wetu walikuwa wanazurura huku chini, walipata ajira ya kujenga, wakapata maisha. Na sasa tunamshukuru Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii shule, maana wanafunzi wetu wanasoma na wale ambao hawana nauli ya kuwapeleka mbali, watoto walipata shule kwa karibu. Na hiyo shule ya VETA wanayejenga, pia vijana wetu wanaozurura huku chini wanapata ajira kwa karibu. Mimi nazungumzia kuhusu shule hii ambayo inakuza vipaji, inafundisha masomo ya kawaida, geography, Kiswahili, history, na pia upande wa pili inafundisha kuhusu maufundi. Watu wenye vipaji wakiletwa shule kama hii, kama kuna watoto shule ya msingi wanatengeneza vitu mbalimbali kama nyumba, ndani wanaweka taa, wakija kama hapa wanaweza wakafundishwa vizuri namna ya kutengeneza majumba mazuri, na hata maufundi kuhusu VETA, kuendesha magari, wanaweza wakaletwa shule kama hizi wakafundisha vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea shule kama hii hapa, inakuza vipaji. Hii shule ni ya ufundi kwa kidato, yani mfano umemaliza la 7 unaweza ukaja hapa form 1 ukachagua unaenda kusomea masomo ya kawaida au ukasomea ufundi. Na pia shule hii ni maendeleo katika wilaya yetu ya Rombo, kwa sababu hapo zamani kulikuwa hakuna chance kama hizi. Zamani ulikuwa nani, ukimaliza tu form 1, ukimaliza la 7 unaenda ukaanza pre-form 1 tena uende form 1 ukasome masomo ya kawaida. Lakini shule hii ukimaliza tu la 7 unaweza ukachagua wewe, niende nikasomea ufundi wa magari, nikitoka hapo nikasomea kupaka rangi au nikasomea hata kujenga nyumba. Lakini pia ina chance tena ukitaka kusoma masomo ya kawaida kama hapo hali unaruhusiwa kusoma. Umuhimu wa shule, mfano mtoto aliyotoka darasa la 7 amefaulu lakini sio kwa matokeo mazuri, anaweza akatoka akaja tena shule hii akasema mimi sitaki kuendelea masomo ya kawaida, akakaa akasema labda nataka nijifunze kupaka rangi nyumba, anaenda kupaka nyumba rangi, na hapo ndipo mmepisha mzazi ile gharama tena kumpeleka shule form 1 mtoto unakuta tena anafeli kuliko unampeleka shule kama hizi za ufundi mbalimbali. Yaani kijana wa zamani alikuwa amaliza la 7, akifaulu vizuri au vibaya lazima aende form 1. Yaani hilo lazima, na form 1 unasoma masomo ya kawaida. Kulikuwa hakuna vyuo shule zenye ufundi ndani yake. Lakini kijana sasa hivi ukimaliza tu la 7 unachagua. Mimi nimefaulu hivi, mzazi bana, mimi sitaki kwenda kusomea masomo haya, na nikasome utengenezaji wa magari. Kwa hiyo unakuta yule wa sasa yaani amekuwa na knowledge kubwa, anajua kutengeneza magari, labda kupaka rangi nyumba, ndio hivyo. Serikali, mimi ni serikali yangu Mama Samia, ninavyoshauri endelee kutoa tena shule hizi hasa kijijini. Kijijini huku kwetu kama tunapoishi sisi, hata huko mjini pia shule hizi ni nzuri, kwa sababu sio kwamba kila mwanafunzi lazima asome masomo haya. Kuna wanafunzi sawa wamejaliwa wanasoma na faulu, lakini pia kuna wale wanafunzi wana hali ngumu za kufaulu, lakini kuna wanafunzi wanakuwa labda wamejaliwa vipaji hapo shuleni wanafaulu, lakini kuna wengine ndio hivyo, unakuta wao wenye vipaji wanaweza kuendelea na masomo form 1, lakini kama wengine unakuta wanatafuta chance nyingine, lakini kama amefaulu la 7 hivyo hivyo kwa uwezo mdogo, lazima aende form 1 mpaka form 4 ndio aende labda apangiwe vyuo. Lakini yeye akimaliza la 7 anaweza akatoka tu akaenda form 1 akaenda kuchagua asomee ufundi. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee.